Historia ya Minembwe, Itombwe na swali la wenyeji wake. Kutoka ukanda wa Tanganyika, kutoka ardhi ya maziwa makuu, kutoka milima ya Kivu, savana za Itombwe mpaka mabonde ya Fizi, leo tunafungua ukurasa mzito wa kihistoria. Historia ambayo kwa wengine ni kumbukumbu, kwa wengine ni utambulisho, kwa wengine ni jeraha na kwa wengine ni silaha ya kisiasa. Lakini Tanganyika FM inaamini jambo moja: taifa lisilojua historia yake linaweza kuishi ndani mipaka yake, lakini likawa mgeni kabisa katika ardhi yake lenyewe. Leo tunazungumzia Minembwe, leo tunazungumzia Itombwe, tunazungumzia Fizi, leo tunazungumzia Ubembe, na tunagusa swali ambalo kwa miaka mingi limekuwa likizua mjadala mkubwa katika Kivu Kusini. Ni nani waliokuwa wenyeji wa kihistoria wa eneo hili? Nyaraka za zamani zinasema kitu gani juu ya swala hili? Na kwa nini historia hii imekuwa sehemu ya mvutano wa kisiasa, kijamii na kiutambulisho? Moja, nyaraka za zamani kuhusu Kivu Kusini. Katika nyaraka zinazohusu wilaya ya zamani ya Kivu kati ya mwaka 1908 hadi mwaka 1922 zilizochapishwa Leopoldville mwaka 1951, ukurasa wa 33, mwandishi E.J. van der Wode anataja makabila yaliyokuwa yakikali eneo kubwa la Kivu ya Kusini. Miongoni mwa makabila hayo yanatajwa Baholoholo, Babembe, Bagoma, Babwari, Babuyu, Bavira, Bafulero, Balega, Bashi, Bahunde, Banyanga, Bashu, Watalinga, Baswaga, Bahamba na mengineyo. Hoja kuu inayotolewa na mwandishi wa simulizi hii ni kwamba katika orodha hiyo ya kikoloni hakuna mahali ambapo Watusi au Wanyarwanda wametajwa kama makabila ya msingi yaliyokuwa yakikali sehemu hiyo ya Kivu Kusini wakati huo. Kwa mwandishi, hili si jambo dogo wala si jambo la kawaida. Ni hoja ya msingi ambayo ina mizizi yake, kwa sababu katika historia ya ardhi, kutajwa au kutokutajwa katika nyaraka za utawala wa wakati huo huwa na uzito mkubwa zaidi katika historia. Lakini pia hapa lazima tuwe makini. Historia si kelele. Historia ni ushahidi, kumbukumbu, nyaraka, simulizi za wazee, majina ya maeneo na mfuatano wa matukio. Ndiyo maana leo hatupendi kuongea kwa juu, kuenenda kwa miemko au kuongea kwa hisia, na si kwa hasira, lakini tunaenda kwa hoja. Jambo la pili, Itombwe ni nini? Nyanda za juu za Itombwe ni eneo kubwa lenye savana, milima, mabonde na misitu midogo iliyotawanyika. Eneo hilo liko kati ya mlima ya Mitumba na msitu mkubwa wa Kongo. Ni eneo lenye baridi, nyasi ndefu, malisho mazuri na ardhi yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria. Itombwe pia ni chanzo cha mito muhimu inayopeleka maji yake katika mfumo mkubwa wa mto Kongo. Miongoni mwa mito hiyo ni Ulelila na Lwama. Kwa lugha nyingine, Itombwe si tu ardhi ya malisho, si tu eneo la milima, ni moyo wa kijiografia, ni kitovu cha maji, ni kumbukumbu ya koo, ni sehemu ya ardhi ambayo hurisi wa jamii zilizokaa kuwinda, kutembea na kuacha majina yao katika eneo hilo kwa vizazi vingi zaidi. Lakini pia jambo la tatu, Ubembe, Kalembelembe na mwanzo wa utawala wa kikoloni. Ili tunawezaje kulizungumzia? Kwa mujibu wa simulizi hii, sehemu kubwa ya eneo hili ilikuwa ndani ya nchi ya Ubembe. Eneo hilo baadaye lilijulikana kama Kalembelembe au Alembelembe. Jina lililohusishwa na lugha ya Kibembe ilikuwa na maana ya amani. Mnamo mwaka 1899, Kalembelembe ilitambuliwa na utawala wa kikoloni wa Ubelgiji kama kituo cha kiutawala. Hili lilitokea karibu wakati ule ule ambao kituo cha Kivu kilikuwa kimeanzishwa katika eneo la Nyalukemba, Bukavu. Baadaye kupitia amri ya tarehe 3 Juni 1906 iliyounda machifu wa jadi katika Kongo ya Kibelgiji, eneo la Kalembelembe liliingia katika mfumo wa sheferi, yaani machifu wa asili waliotambuliwa na utawala wa kikoloni. Kwa amri ya tarehe 5 Oktoba 1910, Kalembelembe iligawanywa katika machifu 21. Hapa ndipo tunaanza kuona jambo muhimu. Utawala wa kikoloni haukuunda tu mipaka, ulikuta jamii, ulikuta koo, ulikuta majina, ulikuta mamlaka za jadi, kisha ukazipanga kwa mfumo wake wa kikoloni. Kalembelembe kuwa teritori ya Ubembe. Amri ya tarehe 25 Machi 1912 ilikitambua Kalembelembe kama mojawapo ya territories 192 zilizokuwa ndani ya Kongo ya Kibelgiji. Baadaye kupitia amri ya kifalme ya tarehe 15 Aprili 1926, maeneo mengi ya Kongo yalitawaliwa na yalitakiwa kupewa majina yanayoendana na makabila makubwa yaliyokuwa yakihusishwa na maeneo hayo. Kwa msingi
huo eneo la Alembelembe lilipewa tena lake la kihistoria, yaani Ubembe, na kwa amri ya kifalme ya tarehe mosi Oktoba mwaka 1926 eneo hilo likawa rasmi teritori ya Ubembe. Kwa mujibu wa simulizi hii, teritori hiyo ya Ubembe ilihusishwa na makabila 6 makuu: Babembe, Bazoba, Babwari, Babuyu, Bagoma na Bazimba. Kwa mwandishi, hii ni hoja nzito kwa eneo lililoitwa Ubembe. Kama nyaraka zilitaja makabila hayo na kama muundo wa utawala ulijengwa juu ya jamii hizo, basi historia ya eneo hilo haiwezi kuandikwa upya bila kuangalia ushahidi huo. Mwaka wa 1935 teritori ya Ubembe ilipewa jina jipya na ikaitwa Fizi. Jina hili linaelezwa kutokana na neno fisi, mnyama aliyekuwa akionekana kwa wingi katika eneo la makao makuu ya utawala. Ndiyo maana eneo ambalo leo linajulikana kama Fizi Centre linahusishwa na historia hiyo ya zamani ya makao makuu ya teritori. Mwaka 1937 Territoire de Fizi iligawanywa katika sekta 5: Lulenge, Nganje, Mutambala, Tanganyika na Itombwe. Baadaye 31 Disemba 1947 Itombwe ilitenganishwa na Fizi na kuunganishwa katika teritori mpya ya Mwenga. Kuanzia hapo Fizi ilibaki na sekta 4: Lulenge, Nganje, Mutambala na Tanganyika. Hapa tunapata picha ya moja muhimu. Itombwe haikuanguka kutoka angani, ilikuwa sehemu ya historia ya Fizi, ilikuwa ndani ya historia ya Ubembe, ilikuwa sehemu ya kumbukumbu ya watu, koo na ardhi kabla haijaingia katika mpangilio mpya wa kiutawala na kikoloni. Kabla ya kuwasili kwa wakoloni wa Kibelgiji, mwandishi anaeleza kuwa eneo la Itombwe lilikuwa likitumiwa na koo mbalimbali za Babembe, hasa koo zinazohusishwa na wazao wa Mbembe Mbondo. Kwa mujibu wa simulizi hii, kwa mujibu wa mwandishi na msimulizi nilie, koo hizo zilitumia Itombwe kwa uwindaji wa wanyama kwa muda mrefu sana. Ndiyo maana Wabembe wengi hadi leo huita Itombwe kwa jina Lwekia au Lweto Lwekia, yaani bana yetu, ardhi yetu ya uwindaji au eneo letu la jadi. Hapa kuna jambo la msingi sana katika historia ya Afrika. Makazi ya kidumu si kigezo pekee cha umiliki wa kihistoria. Jamii nyingi za Kiafrika zilitumia ardhi kwa namna tofauti: kulima, kuchunga, kuvua, kuwinda, kufanya ibada za jadi, kuzika wazee, kuvuka wakati wa msimu au kutumia maeneo fulani kwa shughuli zao maalum za ukoo. Kwa hiyo kama eneo lilitumika kwa uwindaji wa vizazi, likawa na majina ya kienyeji, likawa ndani ya mamlaka za koo na machifu wa eneo hilo, basi haiwezi kusemwa kwa urahisi kwamba halikuwa na wenyeji. Hapana, ardhi ya babu haipimwi tu kwa nyumba ya matofali. Wakati mwingine hupimwa kwa jina la milima, njia ya uwindaji, kaburi la mzee, mti wa kiapo na simulizi zinazorithishwa kutoka kizazi hadi kizazi kingine. Ni kweli kwa mujibu wa maandishi haya kwamba makazi ya kudumu katika baadhi ya sehemu za juu za Itombwe yalichelewa ukilinganisha na matumizi yale kwa uwindaji, lakini pia ukilinganisha na matumizi yake kwa watu wa wakati huo. Lakini mwandishi ninasisitiza kuwa kuchelewa kwa makazi ya kudumu hakumaanishi kukosekana kwa wenyeji. Hapana. Kwa lugha rahisi, ikiwa jamii ilitumia eneo kwa uwindaji, ikalijua, ikalipa jina, ikalipanga kwa koo na ikalitambua kama sehemu ya urithi wake, basi hiyo ni alama ya uhusiano wa kihistoria na ardhi hiyo. Hili ndilo ambalo ninalihusisha na kulisitizia kwamba Itombwe ilikuwa ndani ya kumbukumbu ya Babembe kabla ya wafugaji waliotoka Rwanda kuanza kuitumia kwa malisho ya msimu. Kwa mujibu wa simulizi hii, wafugaji waliotoka Rwanda hawakuingia Itombwe kama watawala wa asili wa eneo hilo, bali waliruhusiwa kwa sababu za ufugaji wa kuhamahama. Neno linalotajwa hapa ni transhumance, yaani utaratibu wa wafugaji kuhamisha mifugo kutoka eneo moja kwenda mpaka eneo jingine kulingana na msimu, hasa wakati wa ukame. Inadaiwa kuwa katika miaka ya 1942 hadi 1945 mtu aliyeitwa Sebasaza Simalinga mwenye asili ya Rwanda aliletwa Itombwe ili kuchunga mifugo ya kampuni za kikoloni Miniere de Grand Lac MGL na Comité National du Kivu CNK, eneo linalotajwa na Lwemba ambalo pia huitwa Luhemba katika baadhi ya matamshi. Baada ya kuona hali nzuri ya hewa na malisho ya Itombwe, Sebasaza alimwomba mkoloni amruhusu
binamu yake Muhire naye aje na mifugo yake kwa ajili ya malisho wakati wa ukame. Muhire alikubaliwa, lakini kwa mujibu wa simulizi hii hakupata mahali pa kuishi ndani ya eneo la Senka. Ndipo notable Elemai Tambala, kiongozi wa eneo hilo na baadaye mkuu wa groupement Bashimwenda, alipomruhusu kuweka hema lake karibu na kijiji cha Tulambo. Hema hilo au makazi ya muda yaliitwa kwa Kinyarwanda Mararo na wenyeji walitamka Malalo. Kwa hiyo kwa mtazamo wa mwandishi ambaye niko mwanzo wa uwepo huo haukuwa makazi ya kudumu bali makazi ya muda wa malisho. Kadiri miaka ilivyopita, wafugaji hao waliwaita ndugu zao, jamaa na familia zao. Baadaye walifuatiwa na wafugaji wengine na wengine. Polepole na taratibu, makazi ya muda yakabadilika kuwa makazi ya kudumu. Maeneo yaliyokuwa yakitumiwa kwa msimu yakaanza kuwa sehemu za kuishi, na mpaka hapo ndipo chanzo cha mvutano kilipoanza. Watu waliokuwa wamekaribishwa kwa matumizi ya muda walianza kudai haki ya kihistoria ya kuwa wakazi wa kwanza. Hili ndilo swali zito linaloumiza eneo hili hadi leo, kwa sababu Afrika ukarimu na utamaduni, lakini ukarimu unapogeuzwa kuwa dai la kufuta kumbukumbu za mwenyeji, hapo ndipo ardhi huanza kuzungumza kwa uchungu. Mzee mmoja wa Kiafrika angesema, mgeni akiheshimiwa nyumba hupanuka, lakini mgeni akigeuza heshima kuwa fimbo nyumba hugawanyika. Mwandishi pia ninagusia hoja ya jina Banyamulenge. Kwa mujibu wa mtazamo wake, jina hilo lina utata wa kihistoria kwa sababu linahusishwa na eneo la Mulenge ambalo kwa tafsiri ya baadhi ya simulizi liko katika milima ya Bafuliro. Lakini pia swali nzito ambalo lingeulizwa, ikiwa mtu ametoka Rwanda kisha akaja Kongo, na kwa msingi gani anabadilika kuwa Mnyamulenge? Je, ni kwa sababu ya mlima? Je, ni kwa sababu ya eneo? Na je, ni kwa sababu ya ukoo? Ni jina la ukoo? Ni jina la kisiasa? Au ni utambulisho uliojengwa baadaye kutokana na mazingira ya kijamii na kisiasa? Haya ni maswali mazito ambayo ungeyaona mepesi, lakini hayapaswi kujibiwa kwa jazba wala kwa hoja za juu kwa juu, kwa sababu majina makabila si majina ya soko, si mavazi ya kubadilisha kila msimu. Majina jamii hubeba historia, mababu, ardhi, lugha, mila, makaburi, kumbukumbu na safari ndefu za kihistoria za watu. Lakini pia katika ulimwengu wa leo, utambulisho wa jamii unaweza kubadilika, kujengwa, kupanuka au kupingwa kutokana na historia ya uhamiaji, uhamaji, ndoa, siasa na makazi ya muda mrefu. Ndiyo maana mjadala huu unahitaji busara na si chuki, unahitaji nyaraka na si matusi, unahitaji wazee wala si propaganda, na unahitaji historia wala siyo siasa. Lakini pia kuhusu kijiji cha Bukungu ambacho anasema kilipewa jina la Kasongo na wazungu, mwandishi niko nikikueleza kwa mujibu wa simulizi hii, Bukungu ni kijiji cha groupement Bashimwenda, si Bashimukinje kama baadhi ya watu wanavyodai kwa kutokujua. Lakini pia eneo hilo lilikuwa na umuhimu wa kiutawala na kijamii kwa muda mrefu sana, likihusishwa na historia ya groupement hiyo. Vile vile vijiji kama Tulambo na Tubangwa, Mikela ya Ngombe vinahusishwa na historia ya Bashimwenda. Kwa nini hili jambo ni muhimu? Kwa sababu katika historia ya ardhi, majina ya vijiji si mapambo, ni nyaraka zisizoandikwa, ni alama za kumbukumbu, ni ushahidi wa uwepo na ramani ya utambulisho. Mtu anaweza kuchoma karatasi, lakini hawezi kuchoma kumbukumbu zote za wazee. Anaweza kubadili jina la mahali kwenye karatasi, lakini hawezi kufuata na kufuta simulizi zilizolala katika midomo ya vizazi. Lakini pia vita vilivyoweza kujulikana kama vita vya Banyamulenge mwaka 1996 ambavyo wengine waliviita vita vya ukombozi au vita vya AFDL. Kwa mujibu wa mtazamo wangu, wakati wa vita hivyo baadhi ya nyaraka na kumbukumbu ziliharibiwa au kuchomwa moto kabisa katika maeneo mbalimbali. Hoja yangu ni kwamba hata kama nyaraka zingine zilipotea, kumbukumbu za watu bado zipo na akili hazikuchomwa moto. Hapa kuna somo kubwa kwa Wakongo. Tusisubiri historia yetu ihifadhiwe na wengine, tusisubiri wageni watuandikie sisi ni nani, tusisubiri machungu yageuke kuwa vita ndipo tuanze kutafuta nyaraka. Historia inapaswa kuandikwa mapema, kuhifadhiwa mapema, kufundishwa mapema na kusoma mapema iwezekanavyo, kwa sababu taifa lisiloandika historia yake kesho litalazimika kusoma historia iliyoandikwa na wale walioishinda. Historia ya Minembwe na Itombwe inauma kwa sababu si historia ya jana pekee na si ya juzi tu. Ni historia inayogusa ardhi, inagusa utambulisho, inagusa usalama, inagusa siasa, uraia, hofu ya kufutwa, hofu ya kutengwa, lakini pia inagusa kumbukumbu za vita, ukimbizi na mauaji. Ndiyo maana mtu anapozungumza kuhusu Minembwe, maneno yake hayapaswi kuwa ya kuchochea moto, lazima yawe ya kutafuta ukweli, kwa sababu Kivu tayari imeumia sana, Fizi imeona damu, Mwenga imeona majonzi, Uvira imebeba machozi
ukombozi, Minembwe imekuwa jina linalotajwa kwa tahadhari, kwa maumivu na kwa siasa nyingi zaidi. Kwa hiyo kuzungumzia historia hii kunahitaji ujasiri, lakini pia kunahitaji busara na hekima, akili ya viwango vya juu. Kwa ujumla, mwandishi, ninakusimulia kwamba katika hoja zifuatazo, mambo hayapaswi kupelekwa kwa namna ambayo ingeyachukulia. Mambo hayapaswi kusomwa kwa namna ya juu, hayapaswi kupokelewa kama ilivyoandikwa na wazungu, lakini kwa hekima na uchambuzi wa hali ya juu. Kwanza, nyaraka za kikoloni za mwanzoni zilitaja makabila mengi ya Kivu Kusini, lakini hazikutaja Watusi au Wanyarwanda kama wenyeji wa awali wa eneo hilo. Pia, Itombwe ilikuwa sehemu ya historia ya Ubembe na baadaye Fizi kabla ya kuingizwa katika teritori ya Mwenga. Tatu, Bembe walikuwa na uhusiano wa kihistoria na Itombwe kupitia uwindaji, koo, majina ya maeneo na matumizi ya jadi ya ardhi. Jambo la nne, wafugaji wa Kinyarwanda waliingia baadaye kwa ruhusa ya malisho ya msimu, si kama watawala wa asili wa eneo hilo. Jambo la tano, madai kwamba jamii hizo zilikuwa na historia ya mamia ya miaka katika Itombwe kama wakazi wa kwanza, si jambo la kweli. Lakini pia jambo la sita, upotoshaji wa historia unapaswa kuonywa, na wito wa Wakongo kusoma, kuuliza wazee, kutafuta nyaraka na kulinda kumbukumbu zao lazima uweze kuendelezwa. Historia lazima isemwe, lakini historia isitumike kuhalalisha chuki. Kusema ukweli wa kihistoria si kumchukia mtu, kutetea kumbukumbu za mababu si kumdhalilisha mwingine, kulinda ardhi ya urisi si kutaka vita. Lakini pia kudai amani haimaanishi kufuta ukweli, kudai umoja haimaanishi kuficha nyaraka, na kudai mshikamano haimaanishi kuwanyamadhisha wengine na wenyeji wanaouliza maswali kuhusu historia yao. Kwa hiyo mjadala wa Minembwe na Itombwe unahitaji mambo mane: ukweli, nyaraka, heshima, lakini pia unahitaji kuwepo kwa haki. Bila ukweli, amani huwa pazia; bila haki, umoja huwa kauli tupu; na bila heshima, historia huwa silaha. Lakini pia bila nyaraka, kizazi kijacho kitachanganyikiwa zaidi ya hapa tulipo. Wakongo wanapaswa kusoma historia yao. Si kila jambo la nchi linapaswa kusubiri mwanasiasa aje kulielezea. Hapana. Na si kila hoja ya utambulisho inapaswa kuamuliwa na bunduki. Si kila jina la eneo linapaswa kuchukuliwa juu. Kongo ni nchi kubwa, lakini ukubwa bila kumbukumbu ni hatari. Ardhi kubwa bila historia inayofundishwa ni kama nyumba kubwa bila milango. Mtoto wa Kongo anatakiwa kujua Fizi ni nini, ajue Itombwe ni nini, ajue Minembwe ni nini, Ubembe ni nini, na ajue kwa nini Kivu imekuwa kitovu cha migogoro mingi. Ndio maana hii mimi ninaiita ni historia ambayo itakwenda kuamsha dhamiri, lakini pia ni urithi wa kizalendo. Mtoto asipojua historia yake atadanganywa, atatumiwa, atachochewa, atauzwa kwa maneno matamu, na mwisho atajikuta anapigania simulizi ambayo hata hakuiandika. Katika hitimisho niseme kwamba historia ya Minembwe na Itombwe si historia rahisi. Ni historia yenye tabaka nyingi. Kuna nyaraka za kikoloni, kuna simulizi za wazee, kuna majina ya maeneo, kuna uhamiaji wa wafugaji, siasa za uraia, vita vya 1999, majeraha ya leo, na kuna hofu ya kesho. Lakini jambo moja linabaki kuwa dhahiri na wazi kwamba watu lazima wajifunze historia yao. Wakongo lazima wasome, lazima wasikilize wazee na watafute nyaraka, wahifadhi kumbukumbu, waandike kwa Kiswahili, Kifaransa, Kibembe, Kifuliro, Kivira, Kilega na lugha zote za urithi, kwa sababu historia isipoandikwa na wenye kumbukumbu itaandikwa na wenye maslahi. Na kama wazee wakinyamaza, vizazi vitajibu maswali kwa hasira badala ya maarifa. Hii ndiyo maana Tanganyika FM imesema tusisome historia ili kuchukiwa, wala kuisoma ili kuchukia. Tusitafute ukweli ili kugawanyika. Tujue historia ili tusidanganywe. Tujue historia ili tujenge amani yenye mizizi. Tujue historia ili kulinda urithi bila kuua utu, kwa maana ardhi inaweza kugawanywa kwa mipaka, lakini kumbukumbu haiwezi kufungwa kwa amri. Historia ni sauti ya mababu, na taifa lisilosikiliza sauti hiyo kesho litasikia kelele za migogoro. Mimi ni Lukuzi ya Balezi, Dr. Mungu Alinoti ndio langu jina, na hii ni Tanganyika FM, chanzo chako cha maarifa, historia na uchambuzi wa kina kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Tukutane katika simulizi lingine.